لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله tumerudi salama kutekeleza ibada ya hija na mimi ni Abdul Wahab Nasr Ali kutokea taasisi ya Zadawa Haji Traveling Agency. Mashallah, tumetekeleza ibada ya hija kwa salama salimini kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotukadiria tukamilishe ibada hiyo ya hija. Na mashallah tumekwenda mahujaji sote katika shirika za dawa na tumerudi salama na ibada hii tumetekeleza kisalama pamoja na uongozi wa wakfu kushirikiana na bi'itha, vile vile kushirikiana na uongozi mzima wa Zadawa Haji Traveling Agency. Mashallah tumetekeleza ibada ya hija. Baada ya kutekeleza ibada ya hija tukafanya ziara mbalimbali ya kuona maeneo matukufu katika mji wa Makka, kuona maeneo matukufu katika mji wa Madina, vile vile kuona maeneo ya kihistoria ambayo tumesikia katika historia zetu, katika vitabu vyetu. Mashallah tumekwenda kujionea live. Kuna mashallah safari hii ni kwenye baraka, ni khairi, ni fadhila ndani yake nyingi. Safari ambayo tumekwenda kutekeleza ibada ya hija ambayo ni fadhila zake nyingi mno. Unarudi nyumbani, kama unarudi nyumbani umesamea madhambi yako yote. Unarudi nyumbani halakwamba mstoki kila kitu ambacho umekifanya katika maisha yako. Vile vile miongoni mwa fadhila safari hii ya hija tumejivunia fadhila kubwa zilizokuwa katika msikiti wa Makka. Manake anaswali swala moja katika msikiti wa Makka fadhila zake sasa na 100,000. Tumejivunia kwa sababu tunaswali zaidi ya wiki mbili mzima na swala moja ni sasa miaka 54 na mtu anaswali swala ya wiki mbili mzima miaka mingapi? Ni fadhila iliyoje kwa mwenye kuswali swala hizo. Na vile vile tumejivunia fadhila za msikiti wa Madina. Msikiti wa Madina swala moja sasa na fadhila zake ni kuswali msikiti kawaida kwa muda kwa swala 500. Mashallah, pia tumeswali tumejionea katika Masjid Quba, msikiti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokelewa kwa mara ya kwanza alipoingia Madina kaida tala al-Badr alaina. Vile vile tukajionea maeneo mengi ya kihistoria, maana safari ilikuwa fadhila ya daraja kubwa. Vile vile tukaangalia tukaona mashahidi waliozika katika vita vya Uhud, tukajionea sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana vita vya Uhud, tukajionea sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume na kuteremshwa hii Qur'ani. Vile vile tumejionea sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa pamoja na sahaba yake Abu Bakar radhiyallahu anhu wakati wa hijra. Mashallah, safari ilikuwa ya khair, ya baraka, ya fadhila nyingi, safari ambayo huwezi kupata sehemu yote fadhila kama hizi. Vile vile nawaita jamii kwa ujumla kwenda kutekeleza ibada ya hija, kwani ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Achia mbali kwenda kutembea ziara sehemu mbalimbali, pia ni nguzo, ni lazima kila ambaye Muislamu amefikisha uwezo kwenda kutekeleza ibada ya hija, basi ni lazima kwa kwenda kutekeleza ibada ya hija. Mtu huyu akifa, iwapo amefikisha uwezo kwenda hija, akifa kutekeleza ibada ya hija, mtu huyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana deni. Na usifikirie kwa leo kifa watoto wako au wale ambao wamebakisha watakwenda kupeleka hija, kwa sababu kila mmoja sasa hivi kifa wewe anaangalia maslahi yake, kwa wewe atapata kitu gani katika maisha yake. Kwa hiyo jiokoe maisha yako, jiokoe nafsi yako kabla ya kufika kile ambacho Allah amekadiria kufika. Zadawa vile vile nakumbushia kuwa mara hii hija inabadilika. Hija inabadilika kuanzia mwaka juzi na mara hii imebadilika zaidi, maana yake mwaka huu tuko hija, tunaanza ibada ya hija kabla ya kurudi Tanzania. Tumekuwa taarifa kwa mwanzo wa kujiandikisha ibada ya hija umeshaanza tayari. Maana yake maandikisho ya ibada ya hija 2026 kumeshaanza. Kwa maana yake hima tujitahidini kwa wale ambao wana nia ya kwenda kutekeleza ibada ya hija, basi wajiandikishe, na vile vile wale ambao Allah hakuruzuku chochote cha kwenda kutekeleza ibada ya hija asikate tamaa, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kumruzuku yote, uwe nacho sio nacho. Kwani wengi ambao tumekwenda na hija sio kama ni matajiri, sio kama na uwezo mkubwa, bali Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia kwa nia zao kwenda kutekeleza ibada hiyo. Kwa hiyo ni kwa nia yako na dhamira yako kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Allah kubarikini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Allahumma labbaik labbaik la sharika
لك لبيك